Somo letu litakuwa na kichwa kinasema ufanye nini unapochoka na kuishiwa nguvu za kuomba. Linakuwa kama swali vile. Neno kuu linalosimamia natoka kwenye kitabu cha Mithali 13 mstari ule wa 12. Biblia yangu imeandikwa hivi, kilichotarajiwa kikikawia kuja, moyo huugua, bali haja ya mtu ikipatikana ni mti wa uzima. Yesu Kristo asifiwe sana. Kilichotarajiwa kikikawia, Biblia nyingine imeanza taraja ya moyo ikikawia, moyo huugua. Yesu Kristo asifiwe sana. Lizingatie neno hilo na mstari huo. Kwa maneno hayo inathibitisha ya kwamba ni kawaida ya moyo wa mwanadamu anapochelewa katika kungoja. Kile alichokingojea kinapochelewa, ni kawaida moyo wa mwanadamu kuchoka au kuugua. Sasa unapofikia kwenye hizo pointi za kuugua, anaposema moyo huugua, anamaanisha hapo utakutana na condition za kuchoka. Moyo unapougua maana yake nini? Unaingia kwenye kuchoka, unaingia kwenye kukata tamaa. Yesu Kristo asifiwe sana. Mojawapo ya changamoto ngumu sana katika maisha ya imani kwa muamini ambaye anamwamini Yesu Kristo, anamwamini Mungu kwa ukubwa wake, na ya kwamba yote yanawezekana kwake yeye aaminie. Si ndivyo Biblia imeandikwa? Yote yawezekana kwa Mungu na yote yawezekana kwake yeye aaminie. Hasa hizi ni lugha ambazo ziko wazi, ziko straight. Ni lugha nyepesi kueleweka. Sio ngumu kwamba ni ngumu kwamba labda haieleweki. Inaeleweka kwamba yote yanawezekana kwa Mungu. Na ni ukweli usiopingika, hakuna jambo gumu lisilowezekana kwa Mungu. Yote yanawezekana. Sasa mwana wa Mungu anayemwamini Mungu wa namna hiyo, na anayeamini na kujua nafasi yake ya kwamba kwangu mimi ninayemwamini Yesu Kristo inawezekana, yote yanawezekana. Anapofika wakati na majira yako mambo ameyapeleka mbele za Baba, ameyaomba kwa muda mrefu, siku, wiki, miezi, miaka ikakatika, alafu asione matokeo, mtu huyu huo ni moyo wa mwanadamu. Moyo wake huwa unaugua. Na huu ndio wakati ambao ni mgumu sana kwa mwanafunzi wa Yesu Kristo, mwanafunzi anayemwamini Bwana. Yesu Kristo asifiwe sana. Yako mambo ambayo pengine ni kwa udharura wa hali ya juu. Naongea na mtu Yako mambo ambayo pengine ni kwa udharura wa hali ya juu, na ungelitamani umwambie Mungu kwa udharura huo na Mungu akujibu wakati huo. Lakini matokeo yake, unaona response ya Mungu katika kukujibu kwa udharura uliotegemea kwa muda uliotaka, hauoni matokeo ya majibu yako, unaingia kuugua sana. Hiyo ni automatically, haikwepeki. Yaani hata ungeikataa inakuja yenyewe tu, inazaliwa tu automatically huko ndani. Yesu Kristo asifiwe sana. Kwa mambo mengine yanakuwa kwa udharura, na unaona kabisa hili jambo lazima nimwambie Bwana ingilie kati, na unatamani, na nina uhakika angekuwa ni mtu unayekutana na mahali fulani unayekwenda kumgongea ofisini kwake, bila shaka ungekwenda na maneno umeyapanga, alafu ungemwambia kwa maneno makali ama sijui namna gani, lugha gani ungetumia. Ungeenda ukiwa serious kweli, na ukajaribu kujenga hoja na kumwambia Bwana, kwa unyeti huu, kwa udharura huu, mimi nilipojaribu kujieleza kutaka msaada, mbona haukunisaidia? Mungu angekuwa amekaa mahali katika ofisi fulani, ingekuwa imejaa foleni ya watu kwenda malalamiko ya kutokujibiwa. Yesu Kristo asifiwe sana. Hizi huwa ni nyakati ngumu sana ambazo wote hupitia. Ni nyakati ambazo wakubwa kwa wadogo, ninaposema wakubwa maana yake kuna imani zinatofautiana. Imani umeona vidole hivi. Imani huwa ni kunje hivi vingine, niache hivi vitatu. Umeona hivi Umeona hivi vidole vitatu. Imani pia ndani yetu iko hivyo. Imani iko hivyo. Umeona hivi vidole vitatu. Kwa sababu imani ni kiwango, ndio maana kwenye lugha nyingine unakuta Yesu anasema kwa kadiri ya imani yako upone, au kwa kiwango cha imani yako. Manaka anaposema ni kitu kinachopimika. Sasa nikutolee kwa mfano huu, kati ya mtu mmoja na mwingine. Hapa kama tungekuwa na kipimo cha kupima imani zetu zionekane katika matokeo ya kawaida, tungekutana na graph ya namna hii. Mwingine imani yake ingekuwa juu, mwingine katikati, mwingine juu zaidi kuliko wengine. Iko hivyo, haipingiki. Sasa katika level hizo kwenye situation hii wote tunapitia. Yesu Kristo asifiwe sana. Kwa hiyo ninaposema hizi
huwa ni nyakati ngumu sana ambazo wote hupitia, wakubwa kwa wadogo, ninamaanisha katika level zao, na kujaribiwa imani yetu. Yesu Kristo asifiwe sana. Kwa hiyo walio hodari katika maombi na walio dhaifu katika maombi. Unanipata vizuri eh? Walio hodari katika maombi na walio dhaifu katika maombi wanakutana na changamoto hii sawa sawa. Yule aliye hodari hukutana na changamoto hii, naye hukutana nayo, na huwa anapatana na wakati huu na kujiuliza maswali mengi sana. Na hasa walio hodari katika maombi wanapokutana na changamoto za majibu yao kutoyaelewa, hawa huwa wana changamoto kubwa zaidi pengine kuliko walio dhaifu. Sijui kama kuna mtu amenielewa hiyo point. Narudia tena kusema, wale walio dhaifu katika maombi na wale walio hodari katika maombi. Naposema walio hodari katika maombi, manake wanabidii katika maombi. Uhodari ninaosema hapa sio wa kushindana kuomba, mmesimama hapa nani anaomba zaidi kuliko mwingine, ila ni ile consistency. Mtu ni muombaji wa kudumu, yani humukatishi. Leo ameomba, kesho ameomba, kesho kutu ameomba, mwezi, mwaka, yani sio mtu wa kukatakata. Hasa huyo ndio nilemsema hodari wa maombi. Hasa huyu mtu ndio ana changamoto kubwa sana ya kupitia kipindi kigumu, kwa sababu kumbuka, ni mtu aliye hodari, mwenye bidii, mwenye kujitoa, ni muombaji. Anaomba asubuhi, anaomba mchana, anaomba jioni, anaomba usiku. Alafu anakutana na mazingira ambayo majibu yake hayaelewi. Alichokitarajia kukipata hakipatikani. Alichotarajia kujibiwa hajajibiwa. Alingoja akadhani labda mwezi huu, mwezi ukapita. Akangoja akasema labda mwezi mwingine ukapita. Akangoja akasema labda mwakani ukapita. Aliweka miaka 2 ikapita. Akaweka miaka 3 ikapita. Mtu huyu hali yake ya kiroho chake kwenye kungoja kwake, moyo unaugua. Yesu Kristo asifiwe sana. Kumbuka kichwa cha somo kinasema mtu ufanye nini unapochoka na kuishiwa nguvu za kuomba. Yesu Kristo asifiwe sana. Kwa hiyo imani yetu uchekechwa sana. Ni hali ya kuvunja moyo. Ni hali fulani ambayo huwa inakuwa kama inavunja moyo. Ni hali fulani ambayo inakuwa kama inakatisha tamaa. Ni hali fulani kama inakuwa inaondoa furaha. Ni hali fulani ambayo inakuondolea amani. Wakati mwingine unakosa amani kabisa, unavurugwa kabisa, unachanganyikiwa kabisa, unakuwa moodless, yani mambo yanakuwa yaeleweki. Unavunjika moyo, unakatishwa tamaa, unaondolewa furaha, unaondolewa amani. Yesu Kristo asifiwe sana. Unaombea jambo au mambo yale tena kwa kufunga na kuomba kwa muda mrefu, pengine hata kwa miaka kadhaa, huoni majibu wala huoni matokeo yake. Ni kipindi kigumu ambacho huwa tafsiri yake huwa ni ngumu kueleweka. Yesu Kristo asifiwe sana. Maana yake kumbuka, umeomba na hukuishia kuomba, maana ukasoma neno la Bwana, neno la Bwana likakwambia namna hii haiwezekani isipokuwa kufanyaje? Kwa kuomba na kufunga. Ukasema sasa Bwana amenipatia majibu, inawezekana sikufunga, sasa nitaingia kwenye maombi ya kufunga, nataka majibu. Ukaingia kwenye maombi na ukafunga, alafu bado ukakutana na majibu yako hayapo. Kuna mtu ananielewa sawa sawa eh? Ile Mathayo anaanzaje pale? Anasema Abishai anaanzaje? Ombeni nanyi mtapata. Haya, umeomba hujapata. Ya pili, tafuta nao utafanya, utaona. Umetafuta hujaona. Ya tatu, alafu umebisha, alafu bado hujafunguliwa. Umefuata procedure, alafu ukakutana na message nyingine nakwambia namna hii funga kabisa, alafu kafunga, alafu bado ukashangaa jibu hamna. Yesu Kristo asifiwe sana. Na nguvu za kuomba huwa zinapungua. Ukiona mtu anapambana kweli na hali yake sio rahisi. Kwenye nyakati kama hizi huwa sio rahisi. Na wakati mwingine mtu akiwa kwenye hali hizo anaweza kaingia kabisa barazani kwenye maombi afu aone aombe nini. Maana akiangalia kwenye faili yake ya maombi anaona ni kama maombi yote ameomba amemaliza, alafu matokeo hamna. Na wakati mwingine ndio anafika njia panda maombi hata hajui aombe nini. Yesu Kristo asifiwe sana. Sio nyepesi. Watu wanaotafuta Mungu na kutaka matokeo makubwa, hii point wanaweza kaielewa vizuri sana. Unafika njia panda, nimeomba kila. Kwa hiyo wakati mwingine muombaji huyu anafika barazani pa Bwana, anabidi tu akae, atabaki anatafakari tu, naanzia wapi na malizia wapi, ni kitu gani sikufanya natakiwa kukifanya.
Anapekua mafaili yake ya maombi, akiangalia A to Z, ni kama amepita barabara zote. Sio kipindi chepesi. Moyo unaugua. Afanye nini? Ufanye nini? Yesu Kristo asifiwe sana. Mahali pengine ukasoma, alafu unagundua nasema lete sadaka. Ukachukua sadaka, ukapeleka. Unasema sasa Bwana, mpaka hapa nimefika. Bwana, majibu yanakuja. Kuna mtu ananisikiliza vizuri somo unalielewa? Haya, kweli sadaka sikutoa, ngoja nitoe sadaka. Umekuwa mwaminifu, umeileta sadaka mbele za Bwana, na pengine neno la Bwana lilikuja kwa kinywa cha mtumishi wake, lete sadaka, ukamuone Bwana atakachokutendea, na ukatii neno la mtumishi na ukaleta. Na sadaka yako, mwezi umepita, miezi kapita, miaka ikapita, hakuna matokeo. Usipokuwa makini, utaanza kusema mtumishi wa Mungu hatumiwi na Mungu. Mbona aliniambia sadaka nipeleke, nilipeleka sadaka alafu hakuna chochote. Kuna mtu ananisikiliza Yesu Kristo asifiwe sana. Yesu Kristo asifiwe sana. Haleluya. Na kuna baadhi ya mambo yanavumilika, mtu anaweza kaenda nayo kwa kipindi kirefu. Lakini kuna baadhi ya mambo ungetamani majibu ya papo kwa papo. Umepambana mpaka umetolea na sadaka. Pengine na sadaka yenyewe si ajabu uliweka mkopo mahali. Ukaenda ukachukua ukasema kwa sababu ya Bwana nitakopa. Ukakopa na ukapambana kulilipa hilo deni kwa tabu sana, ukitegemea kwamba milango yangu itanifungukia. Alafu ukaona kama Bwana amenyamaza kimya. Yesu Kristo asifiwe sana. Baada ya swali hilo kukaa namna hiyo, na baada ya maelezo hayo, tuangalie sasa nini cha kufanya. Yako mambo kadhaa, mpaka ninamaliza kuandika Bwana alikuwa amenipa mambo 8. Sasa inawezekana yakawa yako mambo mengi zaidi, lakini mimi nilipewa mambo 8. Sasa ninaamini tutakwenda na tutafika mwisho. Nitataja moja na nitakuwa nikilifafanua. Takwenda hivyo mpaka la 8. Jambo la kwanza, mambo ya kufanya sasa. Namba 1, kumbuka kwamba yeye ni Mungu na ni mtakatifu na atabaki kuwa Mungu. Nitakusubiri kidogo, ni muhimu uandike. Namba 1, jambo la kufanya, ukumbuke. Hapa inakukumbusha kwenye akili yako, kuwe na kumbukumbu, ikumbuke kwamba unayedili naye ni Mungu. Yesu Kristo asifiwe sana. Ukumbuke ya kwamba yeye Mungu ni mtakatifu. Yeye ni Mungu alafu ni mtakatifu. Bi yake na wewe ni mwanadamu, tena mwenye mapungufu mengi. Hasa nitasoma kwa kulimaliza. Namba 1 inatupa hivi: katika mambo haya yote, pamoja na mazingira yake yote na namna zake zote, lakini nikumbuke ya kwamba Mungu anabaki kuwa Mungu, alafu ni mtakatifu, na mimi ni mwanadamu, alafu mwenye mapungufu. Tena sio mapungufu kidogo, mapungufu mengi. Taliongezea hilo neno pale, mwenye mapungufu mengi. Mapungufu yamegawanyika katika sehemu kubwa 2. Sehemu ya kwanza ni mapungufu kiutakatifu. Katika hali tu ya kuitwa mtakatifu, una mapungufu mengi tu, ambayo wakati mwingine yamekuondolea sifa ya kuitwa mtakatifu. Yamekuondolea sifa ya kuitwa mtakatifu. Sehemu ya pili, mapungufu kimaarifa. Kwa hiyo yamegawanyika katika sehemu kubwa 2. Mwanadamu, wewe ni mwanadamu alafu mwenye mapungufu mengi. Mapungufu mengi yamegawanyika katika sehemu kubwa 2. Sehemu ya kwanza ni mapungufu katika sehemu ya utakatifu. Wewe ni mwanadamu, mapungufu ni mengi yanayokufanya wakati mwingine yamekuondolea sifa ya utakatifu. Mtumishi wa Mungu na baba yetu Apostle, tangu kwenye mkesha na mpaka leo asubuhi, alikuwa anaongoza maombi fulani ya binafsi, chuki, kujisikia vibaya, mtu mwingine afanikiwe na wewe ufanikiwi, mambo mbona hayaendi. Sasa hizo zote zikikaa ndani yako, wewe unaona vitu vya kawaida, lakini ni vitu vibaya sana. Yesu Kristo asifiwe sana. Ndio maana ukiona mtumishi wa Mungu anasimama anakuongoza, ombea, hili ni tatizo, liombee kwa nguvu, si ajabu linalochelewesha majibu yako. Hasira, mtumishi ameisema kwa nguvu sana. Wale tulikuwepo kwenye mkesha Ijumaa alisema pia. Hasira, kumbuka anasema hasira ya mwanadamu haitendi nini? Haki ya Mungu. Hatujawahi kujua kama usipoimanage hasira yako inaweza ikakuchelewesha sana. Usipoimanage vizuri hasira yako. Kwa sababu hasira kila mmoja anayo. Hata mimi hapa ninayo hasira. Lakini unaimanage vipi hasira yako? Biblia inasema jua lisichwe bado na nini?
una hasira moyoni. Yesu Kristo asifiwe. Biblia inasema jua lisichwe, yani jua lisizame. Nisio nikani nimeongea msamiati, manake jua lisichwe nao ni msamiati wa Kiswahili. Anasema jua lisizame, alafu bado una hasira moyoni. Wewe unadhani tu ni situation na condition ya kwako mwenyewe, umemkasirikia mtu fulani, lakini nataka nikuambie ni bonge la cheni ya kukukwamisha, kukupeleka mbele. Shika, mtumishi wa Mungu anaposimama mbele kukuongoza jambo, lishike na uliombee kwa nguvu. Omba, haliji kwa bahati mbaya. Nikwambie mwanafunzi wa Yesu Kristo, mtumishi anaposimama mbele kukuongoza akisema omba hili, ninaona tatizo. Kwa mfano leo alikuja kimaalum sana, alikuwa ofisini huku ibada ya maombi ilikuwa inaendelea, akatoka kule amekuja, kashika mic akasema nimesikia moyoni tuombe hivi. Shikilia kwa nguvu. Tuko pamoja wanafunzi wa Kristo. Omba. Kwanza ukiona mtumishi anasema kuna shida hii, ikubali kwamba hii shida ni mimi. Alafu ishughulikie kwa nguvu kwamba sitaki kuwa nayo, ili utoke kwenye hilo tatizo. Wengine ni wivu tu, wengine ni husuda. Mbona wewe anafanikiwa mimi sifanikiwi? Hasa hii ni kwenye level ya utakatifu. Wewe mwenyewe unalinajisi hekalu la Bwana. Yaani wewe mwenyewe unajichafua katika utakatifu. Yesu Kristo asifiwe sana. Lakini namba 2, maarifa. Wanafunzi wa Yesu Kristo tuna kazi kubwa ya kujifunza. Kazi kubwa. Tuna kazi kubwa ya kuhakikisha tunajifunza kwa bidii. Hongera sana mwanafunzi wa Kristo Atanasia kwa bidii ya kuhudhuria darasani. Hongera sana. Yaani huwa ananibariki huyo mama. Bidii yake ya kuja sio Jumapili, katikati pale. Ile kuanzia Jumanne mpaka pale tunakutana tena. Ana bidii. Unajua mtu kama wewe hata akipatana na changamoto, wakati mwingine una address zile bidii zake. Mwambie Bwana, mbona mtu huyu ana bidii sana? Kwa nini shida hii? Yaani unakuta una sababu za kusimama mbele za Bwana. Kuna mwingine akikwambia niombee, unapata ugumu na tafuta naombaji. Unakumbuka Dorcas, waombaji walimuombeaje? Walimwambia Bwana, kumbuka mtu huyu, hivi vitu yeye ndiye ametufanyia. Yesu Kristo asifiwe sana. Sasa maarifa ni jambo la muhimu kuliko yote. Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa nini? Maarifa. Haijasema Biblia kwamba watu wangu wanaangamizwa kwa sababu hawajaingia kwenye maombi, ila maarifa ndio yanakuangamiza. Ila alisema tu hivi, ombeni msije mkaingia wapi? Majaribu. Lakini kinachokuangamiza maarifa. Unaweza ukaingia kwenye majaribu ulichelewa kuomba, ukaanza kupambana kutoka. Lakini maarifa yanakuua kabisa. Sijui ninaeleweka lugha yangu? Naomba nirudie tena. Usipoomba unaweza ukaingia kwenye majaribu. Kwa sababu amesema omba usije ukaingia kwenye majaribu. Majaribu gani? Majaribu ya kuugua wewe mwenyewe, majaribu ya kuuguliwa wewe mwenyewe, majaribu ya kukosa uchumi mzuri. Maombi. Usipoomba unakaa kwenye kifungo cha umasikini. Kwa nini? Hupambani na hali yako ili utoke. Sasa ukiingia, gharama utakayoipatana nayo ni gharama ya kwanza kutoka. Usipoziba ufa, utajenga nini? Ukuta. Manake ni hivi, kazi ya kuziba ufa ni ndogo sana kuliko kazi ya kujenga nini? Ukuta. Manake anasema hivi, ziba basi hivyo vinyufa hivyo unavyoviona, vizibe, ili usije kaingia kwenye gharama kubwa ya kufanya, ya kujenga ukuta. Ndio maana anasema ombeni msije mkaingia majaribuni. Sasa kwa lugha hiyo naweza nikasema hivi, unaweza ukaingia kwenye majaribu kwa sababu kuomba, lakini mbaya kuliko hiyo ni kwamba ukikosa maarifa unaangamizwa kabisa. Unakufa kabisa. Kwani kuangamizwa ni kufanyaje? Sikuteketezwa. Anasema watu wangu wanaangamizwa kwa sababu ya kukosa maarifa. Sasa hii pati tu, maarifa, inaweza ikawa inatupoteza mbali sana, na yeye inatuangamiza sana. Kwa hiyo katika hii namba 1 unoti kwamba ninaedili naye ni Mungu mkuu, Muumba wa mbingu na nchi, ni mtakatifu, ni Mungu mwenye nguvu asiyeshindwa na jambo lolote, ni mtakatifu.
Alafu kiumbe mimi ni binadamu. Binadamu mimi nina mapungufu mengi, na mapungufu yangu wakati mwingine nimejiharibia sifa ya kuwa mtakatifu, na wakati mwingine maarifa nilionayo yamenikwamisha nisifikie kwenye yale ninayohitaji kuyapata. Maana yake nini? Maana yake Mungu apewe heshima yake. Umejibiwa au kujibiwa, mwambie wewe bado nabaki kuwa Mungu, ila ubinadamu wangu inawezekana kuna mahali ninakorofisha. Inawezekana maarifa katika neno lako bado hayajafika kiwango kinachotosha ili kuweza kudhihirisha hiki ninachotaka. Yesu Kristo asifiwe sana. Kumbuka neno la Bwana ndio linalojaza maarifa ndani. Yesu Kristo asifiwe sana. Ukikosa unaweza kujipata unaingia kwenye bahari ya mahangaiko ya muda mrefu. Unahitaji kutafuta maarifa kwa nguvu. Hivyo ndivyo vitu vya kufanya. Unahitaji kuutunza utakatifu kwa nguvu. Katika hayo mambo mawili, utunze utakatifu kwa nguvu na hakikisha unatafuta maarifa kwa nguvu. Usimtende Mungu dhambi katika hali hizo. Yesu Kristo asifiwe sana. Kwa hiyo katika kukumbuka hiyo namba moja, maana kuna majibu ya aina mbili, kwamba aidha mapungufu yako kwenye utakatifu yamekwamisha majibu yako kwa miaka yote, aidha maarifa yamekwamisha majibu yako kwa muda wote uliosubiri. Unatakiwa sasa kushughulikia kwenye hizo eneo mbili, kutunza utakatifu na kupambana kutafuta maarifa katika Mungu, na kuendelea kumpa Mungu heshima yake. Amekujibu, hajakujibu, anabaki kuwa Mungu. Wewe ndio ujiweke kwenye hiyo kona kwamba mimi ndio mwenye shida, wala usije ukathubutu wala ukaingia kwenye mtego wa kumlalamikia Mungu vibaya ukadhani Mungu ndio amekukosea. Na majibu haya ukiyapata, kitakachozaliwa ndani yako yatakufanya uzidi kunyenyekea na kumwomba Mungu zaidi toba na rehema zake. Kwenye hichi kipengele namba moja, ukishapata majibu ya namna hiyo, yatakutengeneza automatically ndani yako. Ukipata unanyenyekea zaidi na unakuwa muombaji wa rehema na neema za Mungu zaidi. Kwa hiyo pia inakusaidia kwenye kipengele hiki namba moja, usifanye kosa la kujihesabia haki mwenyewe. Kosa hilo linaweza likasababisha anguko kubwa sana la kiroho. Kwa kipengele hicho jihadhari roho yako. Wengi wao wanajihesabia haki sana. Kwa nini Mungu anisikilizi? Mbona nimefanya ABCD? Nimefanya hili na lile. Nimefanya lile na lile. Bado Mungu anabaki kuwa mtakatifu. Na Mungu ni mwaminifu. Hajawahi na wala hatawahi kumnyanyasa au kumtesa au kumuonea mtu. Haitakaitokea. Yeye aliyemtuma mwanawe pekee, Kristo Yesu, akaja ulimwenguni akafa kwa ajili yako. Yaani mimi huyo nimemtuma mwanangu. Mimi huyo mwanangu ameteseka, amekufa kwa ajili yako. Hivi ni biashara gani ya kichaa namna hiyo kwamba nianze kukutesa? Si ningeacha basi hata mwanangu nisimlete? Kuna mtu ananisikia? Wewe unaanzaje kuona kwamba aidha Mungu nimekutesa, nimekunyanyasa? Mimi huyo umesahau kama nilimleta mwanangu kwa ajili yako ili akuokoe na kuangamia kwako. Kama ningekuwa na nyanyasa kiasi hicho, basi nisingemleta Yesu Kristo. Mungu, Biblia inasema, anatuwazia yaliyo mema. Yesu Kristo asifiwe sana. Kwa hiyo usifanye kosa la kujihesabia haki hata siku moja. Katika mambo yote hukumu yako iwe tu kwamba mimi kuna mapungufu niko nayo. Kuna shida mahali iko. Kuna mahali inabidi nitengeneze mambo yangu vizuri. Kuna kitu hakiko sawa. Ukinyenyekea namna hiyo kwa Bwana, wakati mwingine neema ya Mungu huwa ni kubwa sana. Daudi sio kwamba alikuwa mtakatifu sana. Alifanya mambo mengine magumu hata kuyaelezea. Alifanya branda. Tamaa ilimvamia akachukua mke wa mtu. Hakuishia hapo tu, akamuua na yule mume kwa sababu tu ili aweze kumiliki vizuri mwanamke yule. Alifanya mbaya sana. Lakini Daudi ukisoma sifa yake, mfalme Daudi, yule jamaa vyeo havikuwa na nafasi. Alimjua Mungu katika ukuu wake. Alichojua ni kujinyenyekesha na kupondeka mbele za Bwana. Alikuwa akidondoka mara nyingi mbele za Bwana. Alikuwa akiugulia na kumpa Mungu heshima inayostahili kwa ukubwa wake, na kumwona Mungu ndio kila kitu. Yesu Kristo asifiwe sana. Yaani hicho tu, ule moyo ulimfanya Mungu. Ukisoma sasa Zaburi ile ya 89, nafikiri mstari kwenye 20 pale, anasema nimemwona Daudi mtumishi wangu. Anamwambia, anazungumza maneno mazuri sana, sio kwamba Daudi alikuwa mzuri kiasi hicho. Ngoja nikusomee ile Daudi Zaburi 89
20 anasema, nimemwona Daudi mtumishi wangu, nimempaka mafuta yangu matakatifu, ambaye mkono wangu utakuwa thabiti kwake, na mkono wangu utamtia nguvu, adui hata muonea. Luka nenda namba 24. Anasema, uaminifu wangu na fadhili zangu atakuwa nazo, na kwa jina langu pembe yake itatukuka. Nitaweka mkono wake. Nenda namba 34 sasa, nataka nikatekate. Namba 34 anasemaje? Anasema hivi, maandiko yako mengi pale. Anasema, mimi sitalihalifu agano langu, sitalibadili neno lililotoka midomoni mwangu. Neno moja nimeliapa kwa utakatifu wangu, hakika sitamwambia Daudi uongo. Wazao wake watadumu milele. Sasa nitaka tu uone Mungu anavyojimwaga, anavyomsifu, anavyojiapiza kwa ajili ya Daudi. Daudi alichokijua kwa Bwana ni sifa ya kushuka na kunyenyekea. Bwana, mimi nipungue, wewe uongezeke. Na nyenyekea kwako. Nataka hili, nataka lile, sioni, lakini bado nagundua kuna mahali inawezekana sijafikia pointi ya wewe Mungu kunielewa. Nisaidie tu. Yesu Kristo asifiwe sana. Nisaidie tu. Usije ukafanya makosa ya kujihesabia haki. Usije ukaanza kuhesabu matukio yako unayojua kwamba nalienda mbele zako nikafanya ABCD, nikafanya ABCD. Mungu hatakaji namna hiyo. Wewe mwambie tu, Bwana, mimi kiumbe dhaifu. Wewe unajua mwanadamu mwenye shingo ngumu mimi. Inawezekana kuna mahali nadhani niko sawa, kumbe siko sawa. Naomba tu nisaidie. Yesu Kristo asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Haya, twende sasa namba 2. Kipengele namba 2, kumbuka jinsi Mungu anavyokupenda na ya kwamba alikufa kwa ajili yako. Nimejaribu kusema kidogo niko kwenye kipengele namba 1. Namba 2, mambo ya kufanya. Sasa haya ni majibu ya mambo ya kufanya. Kumbuka Mungu jinsi ambavyo anakupenda na ya kwamba alimtoa mwanao Yesu Kristo akafa kwa ajili yako. Unapokumbuka kifo cha Bwana Yesu, mambo mengine yanageuka madogo na yasiyo na maana. Hivyo itakupatia nguvu ya kuendelea kusimama mbele za Bwana kwa maombi ya shukrani na machozi. Yesu Kristo asifiwe sana. Asi tunajibu swali lile la kichwa cha somo. Anasema ufanye nini unapochoka na kukata tamaa, unakuishiwa nguvu za maombi. Hasa haya ndio majibu. Kumbuka pendo la Bwana. Yaani ukikumbuka tu kwamba Kristo alikufa kwa ajili yangu. Kuna jambo gani lilo kubwa kama la mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya mwingine? Biblia imesema hakuna. Sasa kama Biblia inasema hakuna jambo lingine lilo kubwa kama la mtu kutoa uhai kwa ajili ya mwingine, je, hivi ni kweli kwamba jambo lile ambalo sijajibiwa liwe na nafasi kiasi hicho cha kushusha roho yangu? Hapo ndipo majibu unapoyapata na nguvu inainuka tena. Nguvu inainuka tena. Utasikia kuomba tena. Yaani hata usipoomba mahitaji utasikia kumshukuru Bwana. Bwana, asante kwa sababu ulikufa kwa ajili yangu. Unasikia tu huku ndani mashine imenyanyuka. Unasikia mzigo wa kushukuru. Utasikia maombi matamu kuliko ambavyo ungemuomba Mungu mahitaji. Kuliko ambavyo ungemwambia Mungu fanya na lile, fanya na lile, fanya na lile. Lakini hilo peke yake litakugeuza. Hali zile za kufa moyo, zile hali za kukatakata tamaa, zile hali za kuchoka, zile hali za kuzimia, utashangaa huku ndani zinayeyuka zenyewe. Ukikumbuka tu kwamba Yesu alikufa kwa ajili yako. Bahati mbaya sana inakuwa kama ni jambo la kufikirika kama sio halisi. Yesu ni halisi, alikufa kwa ajili ya maisha yako na ya kwangu. Hasa tukikaa namna hii inakuwa kama ni vitu vya kufikirika. Ni kana kwamba vilifanyika ama havikufanyika, lakini ni halisi. Yesu alikuja akafa kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Ukijua Yesu alikufa kwa ajili yangu, hizo nguvu zilizoyeyuka zimeisha, eti zimeondoka, zitarudi tu. Zinarudi tu zenyewe. Nitampa nini? Kuna misemo unasema nitampa nini Bwana? Kwa sababu ya lipi? Si kwa sababu ya kifo cha msalaba. Yesu Kristo asifiwe sana. Kwa hiyo kumbuka kifo cha msalabani ambacho Yesu alitoa uhai wake kwa ajili yako, utatiwa nguvu. Namba 3, kumbuka na mambo mengine ambayo Mungu amekufanyia kwenye maisha yako, na moja kubwa la zawadi ya uhai wa kuishi hadi sasa. Hiyo namba 3. Kumbuka na mambo mengine ambayo Mungu amekufanyia kwenye maisha yako, na moja kubwa la zawadi ya uhai wa kuishi hadi sasa. Yesu Kristo asifiwe sana. Mfano ulio hai niseme na mamangu Witness. Witness, mamangu, kama kuna jambo lilikugharimu, lilikuumiza, lilikutesa moyo,
bila shaka lilikuwa kuhusiana na kuzaa watoto. Ndio kusema nini? Hiyo ni message send. Bwana anasema na wewe kwamba kama aliweza kutenda hilo, kwa nini kuugua moyo kwa sababu ya mengine? Kwa nini kuvunjika moyo? Daudi alijitia nguvu wakati anapogundua anapita kwenye hizo zama kama hizo. Akasema, nafsi yangu, kwa nini kuinama ndani yako? Na mimi niseme, kwa nini kuinama ndani yako? Kwa sababu eti mbona Bwana asione akifanya hili? Mbona Bwana asione akifanya hili? Kama Bwana aliyefanya hili kubwa, atashindaje kunifanyia na hili lingine? Yesu Kristo asifiwe sana. Yaani ubinadamu huu saa nyingine unatamani uchukue mkono huu ujitandike mabao mwenyewe. Kwa nini? Kwa sababu saa nyingine tuna overthink. Yaani unatoka nje mstari kabisa. Unahama, yaani umesahau kama Mungu yule kuna jambo alifanya, lakini sasa kuna jambo alifanyiki limekuchanganya kabisa. Yaani sasa manake ukikaa kwenye kona, naongea na mtu sasa, nimeacha kuongea na mama, naongea na mtu mwingine. Ukikaa kwenye kona ya namna hiyo, ili Mungu akae na wewe mpaka mwelewane, hasa atakuacha utasota mpaka akili imekukaa sawa. Yaani mpaka ukae sawa. Akiona tu akili yako bado inaukakasi. Kama unaelewa kama uelewi. Kuna mambo amefanya lakini unajifanya kama hajafanya. Kuna mambo wewe unaona kama kwa ukubwa kama yanakusumbua zaidi. Umeacha kujua kuna mambo Mungu alifanya, ukamwambia Bwana, hata kama hujafanya haya, ulifanya hili lilinisumbua, asante Bwana. Nataka nikwambie Mungu tunayemtumikia ni Mungu wa haki. Mungu hajashindwa kukubariki. Mungu hajashindwa kukubariki. Ila tunapishana naye. Wanafunzi wa Yesu, muelewe Mungu. Muelewe Mungu sana. Muelewe Mungu sana. Muelewe Mungu sana. Najua ni shule ngumu, lakini muelewe Mungu sana. Wakati mwingine tunapishana Mungu vitu vidogo sana. Vitu vidogo sana tunapishana naye. Sana. Kumbuka Mungu amekufanyia mangapi. Kumbuka mpe Mungu tukufu. Mungu amefanya mambo mangapi. Mungu amekuokoa kwenye mambo mangapi. Bwana amekutendea nini na nini na nini. Kumbuka hayo. Pigie Bwana makofi mazuri. Namba 3, naomba nikazie, usisahau. Kumbuka mambo Mungu aliyofanya. Kumbuka amekutendea. Wale walioko kwenye ndoa, kumbuka basi hata jinsi alivyokutanisha na mume wako. Mimi nakumbuka Mungu alinikutanishaje na Edita. Kumbuka kipengele namba 4 tulichokuwa tunajifunza kinasema, kumbuka jinsi Mungu alivyo mwaminifu katika kuzitimiza ahadi zake. Hiyo ndio ushike. Nataka kuhama namba 5. Bado tuna vipengele vingine. Namba 5 inasema, endelea kuomba kwa kulisema neno la Bwana sawa sawa na ahadi zake kwetu. Hiyo namba 5. Hayo ni mambo ya kufanya. Kumbuka heading ya somo letu. Alafu wewe unaunganisha na haya majibu. Endelea kuomba kwa kulisema neno la Bwana sawa sawa na ahadi zake kwetu. Mkumbushe Bwana ahadi zake kwa kumsomea neno lake. Chukua Biblia, endelea kusoma. Neno la Mungu hukupa lugha na nguvu ya kuendelea kuomba hata pale unapojisikia mkavu. Kuomba katika neno ni sawa na kuomba katika Roho Mtakatifu. Namba 5, endelea kuomba kwa kulisema neno la Bwana sawa sawa na ahadi zake kwetu. Alafu ina vipengele vidogo. A, mkumbushe Bwana ahadi zake kwa kumsomea neno lake. B, chukua Biblia, endelea kusoma. Yaani sasa hapo ni kusoma tu Biblia yenyewe, kusoma na kusoma ukiacha kumkumbusha Bwana. C, neno la Mungu hukupa lugha na nguvu ya kuendelea kuomba hata pale unapojisikia mkavu. Yaani unajua maombi huwezi kuanzisha wewe. Yesu Kristo asifiwe sana. Maombi hilo ulishike, mwana wa Mungu. Yaani kama Biblia hamna basi maombi hamna. Hatuwezi kuomba mambo yetu wenyewe. Lazima tuombe. Biblia ndio inayotufundisha namna ya kuomba. Na kuomba sawa sawa na neno la Bwana ndio kuomba kwenyewe hasa. Yesu Kristo asifiwe sana. Kuomba katika neno ni sawa na kuomba katika Roho Mtakatifu. Biblia inasema Mungu ni nani? Mungu ni neno, si ndio? Na neno ni Mungu, si ndio? Sasa unapolisoma neno la Bwana ni sawa na kusema katika Roho, kwa sababu hawa watatu ni mmoja. Mungu Baba, Mwana na Roho. Tunaposema neno manake humo ndani kuna Roho Mtakatifu. Manake unaposoma neno ni kama kuomba katika Roho Mtakatifu. Yuda 1:20 mstari. Sasa hii utasoma kwa wakati wako. Wewe iandike Yuda 1:20, lakini maneno ndio hayo niliyokuambia. Kuomba katika Roho ni sawa na kuomba katika Roho Mtakatifu.
Apostle utanisaidia kama utakuwa umefika kwa haraka. Ni kitabu chenye mlango mmoja tu. Yuda 1 mlango wa kwanza ule na mstari wa 20. Kuomba katika neno ni sawa na kuomba katika Roho Mtakatifu. Unapotumia neno la Bwana, maana yake ume play party pamoja na Roho wa Mungu mwenyewe. Asani moja hapo ambao unaweza kaelewa kwamba hapa ninaomba katika Roho. Sasa neno sio la kwangu, hili neno ni la Bwana na mimi naomba neno lake. Maana yake ni Roho wa Bwana. Ninaomba katika Roho wa Bwana. So saa nyingine unapohisi ni mkavu, chukua hii Biblia. Nenda mbele za Bwana. Unamsomea tu kama waraka, unasema Bwana, hapa ulisema utatubariki mjini, utatubariki na mashambani. Mimi niko mjini, nataka nibarikiwe hapa. Sasa unamsomea Mungu ahadi ambazo ameahidi. Neno lake. Napenda sana wanasheria wanavyojua kutumia kitabu chao. Wakati mwingine natamani unaweza kazichuni kidogo zikaelekea kwenye hichi kitabu afu wakakichukulia hichi kitabu kama vile vitabu vya katiba wanazoziamini. Manake wana flow kwenye vitabu vyao, alafu wako na ujasiri wote ndani yao. Na anajua kabisa hapa mimi nashinda kwa sheria hii. Hii ya kufunga vile. Anakurudisha. Hakimu ukienda tofauti ngomea kwa mujibu wa sheria kifungu namba kadha kipengele kadhaa natupwa nje. Inakitupa nje hicho kipengele. Hapa inatakiwa uwe kwenye laini hii. Yesu Kristo asifiwe sana. Mungu anapenda mno. Tena mno. Fanya mazoezi haya uone. Chukua Biblia. Hasa tatizo wana wa Mungu, Biblia nayo imekuwa mzigo kusoma Biblia. Mambo mengine yamekuwa na nafasi kubwa kuliko Biblia. Na kwa sababu hiyo maneno yenyewe ya Biblia kwako ni machache mno. Kwa hiyo huna kitu cha kumpelekea Mungu. Yaani huna maneno yake unayoweza kumpelekea, huna. Na kwa sababu hiyo unakosa cha kuomba, alafu unabaki huna. Saa nyingine amesema hatupati kwa sababu hatujafanya nini? Hatujaomba. Na kama tumeomba tumefanyaje? Tumeomba vibaya. Kuomba vibaya, hujaomba sawa na sheria ya neno. Umeomba ni sawa, lakini kiangalia huko nje ya katiba yetu inaitwa Biblia. Yesu Kristo asifiwe sana. Kipengele namba 6. Waalike wengine kuomba pamoja na wewe. Sasa ninaposoma hapa kama ukumbuki heading itakuwa inakuchanganya. Kumbuka heading tulikotokea somo. Waalike wengine kuomba pamoja na wewe. Naomba ufungue kitabu cha Marko 14:33 na 35. Akamtoa Petro na Yakobo na Yohana pamoja naye. Naam. Akaanza kufadhaika sana. Ndiyo. Hakuhangaika. Ndiyo. Mpaka 35 pale. Akawaambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Kaeni hapa mkeshi. Ndiyo. 35 akaendelea mbele kidogo. Asante. Kaamka kifuni. Akiomba yapo ikiwezekana saa hiyo imwepuke. Ile ndio ulikuwa umeanza nayo. Sawa. Kumbuka nimesema namba 6, waalike wengine kuomba pamoja na wewe. Kumbuka tumesema ufanye nini wakati unasikia kuchoka na kuishiwa nguvu za maombi, sawa? Sasa kipengele namba 1 kitakacho kusapoti, tafuta watu utakaoona hawa naweza kuwashirikisha kubeba mzigo wangu tukaomba pamoja. Yesu Kristo asifiwe sana. Haleluya. Usibaki tu unaugulia tu mwenyewe. Njia mojawapo, usikate tamaa. Njia mojawapo, tafuta watu. Bebesha huo mzigo. Tuombe pamoja jambo langu lisielewi. Yesu alimchukua Petro, Yohana, Yakobo. Ilikuwa ni wakati mgumu sana. Lakini alijua kwamba kwa sababu ya haya mambo nimekuja ulimwenguni. Aliwachukua ili at least apate ile company ile. Apate lilifu fulani hivi, yani atiwetue nguvu, yani alihisi kama haelewi. Ilikuwa ni wakati mgumu. Ni mwana wa Mungu huyu. Huyu ni nani? Mwana wa Mungu. Sasa wewe na mimi tunaokata tu matonge ugali hapa, tumezaliwa hapa, hatuna hata ile 100% ya Mungu ile. Na dhambi umo. Akamchukua Petro, Yohana, Yakobo. Anasema roho yake ilikuwa na huzuni nyingi kiasi cha kufa. Ni wakati anaona kama haelewi tena, haoni aombe nini. Mwisho siku aliomba, hapo akasema tu mapenzi yako yafanye nini? Yatimilize. Chukua watu kadhaa kwa kadi ya roho yako itakavyokuongoza, tuombe pamoja. Nadhani hili sio kwa ubaya nikilishuhudia. Tulipokutana na Apostle na mama kwa mara ya kwanza,
Tumekaa kwenye huduma muda kidogo, wakati na miezi ikawa imeenda. Nafikiri baada ya mwaka hivi tumefahamiana kiasi cha kutosha. Akatuambia baadaye kabisa, akatuambia wakati niko na mke wangu, akatuambia tuna jambo letu, tunamsihi Mungu sana kwa ajili ya uzazi. Kwa hiyo tunaomba tushirikiane kuombea jambo hili. Usiseme apostoli aliwaambiaje washirika wake. Yesu alikuwa anaenda na nani? Nimekwambia washirika wake, wanafunzi wake. Biblia inasema wanafunzi wake. Alikuwa Petro, Yohana, Yakobo. Alafu wale majamaa hata kuomba alikuwa waombe bwana. Wamepiga usingizi. Amerudi mara kwanza. Mbona atamka? Yesu Kristo asifiwe sana. Sasa hii ni kibibilia na ni kanuni na ni sehemu ya kuchukuliana mzigo, mnabeba kwa pamoja. Usije ukaisahau hiyo kanuni, ina msaada mkubwa sana. Usipoielewa unaweza kaipuuza, lakini inasaidia. Tuliingia, mimi baadaye tumeagana na mtumishi. Nikamwangalia mke wangu usoni, tukatazamana. Ule mzigo ulikuwa mkubwa. Hakuelewa mtumishi kitu ametuambia. Tulijisikia mzigo kweli kweli. Kaingia kwenye maombi. Nadhani haikupita muda Bwana kalifungua tumbo. Walikwenda mahali kucheki, daktari akathibitisha kidaktari. Akasema tumbo haliwezi kuzaa tena. Taarifa ilikuja, tuliipokea. Lakini tukamwangalia Mungu kwa ukubwa wake, tukasema hii daktari kasema, lakini sisi tunaamini inawezekana. Tena tukatiana moyo kwamba kama daktari amethibitisha, hii ndio nzuri. Kwa sababu Bwana akifanya ni Mungu peke yake. Amen. Yesu Kristo asifiwe sana. Hatimaye tukajipata kumbe Manase kazaliwa. Hatimaye tukajipata kumbe Danieli kazaliwa. Hatimaye tukajipata kumbe Aksa naye kazaliwa. Mpaka wenyewe waliposema sasa inatosha. Wangesema wanataka wangeendelea. Tumisha anasema hapana, inatosha. Yesu Kristo asifiwe sana. Mimi hii kwa nini nimesema? Nimeisema kwa ajili ya hapa kwenye pointi hii. Kwa hiyo sio dhambi, una jambo ukiona kama umesukuma, shirikisha. Sio inaweza isiwe kanisa zima, wawili watatu utakaosikia Roho anakuelekeza. Tuko pamoja wanafunzi wa Bwana Yesu. Sasa kwa kukazia, mkumbuke Musa akitegemezwa mikono. Ile ni lugha ya kimaombi pia. Nakumbuka wakati Yoshua wako kwenye mstari wa mapambano vitani. Huku Musa alikuwa ni muombeza akiwaombea. Wakati alipokuwa amechoka mikono yake akishusha namna hii, Israeli walikuwa wanapigwa sana. Ile ni lugha ya kimaombi ile. Leo huwezi tukanyanyua mikono ukabaki hapo mambo yakawa yanaenda. Ile ni lugha kwamba unatakiwa ufanye nini? Uombe. Inazungumzwa ni lugha ya maombi. Manake walikuwa wananyanyua, kuna maneno walikuwa wanasema mbele za Bwana. Yesu Kristo asifiwe sana. Kwa hiyo alibidi atake wasaidizi, moja kulia moja kushoto. Wanashikilia nini? Mikono. Ile mikono ni lugha ya kimaombi. Waliomba pamoja naye. Wewe unahitaji na wewe uangalie, nimesukuma jambo hili. Sasa nguvu zimeniishia. Sasa nimesikia kuchoka. Sasa nahisi siwezi kuomba tena. Angalia nani mnaweza mkapeana nguvu mkaendelea. Biblia inasema chuma hunoa chuma. Yesu Kristo asifiwe sana. Mtu mwingine anasema, Biblia inasema mtu mmoja, imeandikwa mtu mmoja atafukuza adui ngapi? 1000 mtu mmoja. Lakini wawili watafukuza 10,000. Imeandikwa. Sijui unaweza kaelewa lugha. Yaani wewe peke yako, nguvu yako ni ya kubeba mzigo wa tani moja. Lakini utakapojoin na mtu mwingine tu, mzigo tani 10. Si umeelewa lugha hiyo? Unaweza kaitumia sasa kwenye maombi. Sasa usikate tu tamaa, usichoke tu naishiwa nguvu mwenyewe afu na faint umeishia hapo. Kwa sababu madhara yake ni makubwa. Unapokata tamaa, unapochoka, unapozimia moyo afu unaacha kusimama kwenye wajibu wako wa kuomba, unasema sioni nguvu za kuomba. Kitakachofuata, tamaa za uzinzi zilikuwa zimekufa zitainuka ndani. Yaani ndio kitakachofuata. Maombi ya kifa, kiacha hayo mambo. Ile jitihada ya kuomba, kwa sababu tunachozungumzia hapa kwenye heading tuna measure ni point kubwa ya maombi. Point yetu kubwa nini? Kwenye maombi umeishiwa nguvu, umekata tamaa. Tamaa za kufanya ngono zitainuka. Maana ndani huko empty una kitu. Hayo ndio madhara. Sasa sikutaka kuzungumza habari ya madhara.
Nataka kuzungumza nini ufanye ili kwamba uendelee kudumu katika maombi. Yesu Kristo asifiwe sana. Kwa hiyo inawezekana ni mkwamo wako katika ndoa, swala la kindoa, swala la kiuchumi, swala la afya, swala la kuzaa, swala la wokovu. Labda kuna ndugu kadha katika jamaa zako ungetamani waokolewe. Umeomba ukasema hapana, kwa hiyo nishirikishe wapendwa, kuna dada yangu fulani bini fulani na kaka na mjomba na shangazi, nataka hao wasife mpaka wamemjua Bwana. Hivi kuna mtu anakuwa na mzigo wa namna hiyo? Ukitaka kumpendeza Mungu pia hebu tembea na hiyo style. Yaani at least unaweza ukaweka kwenye rekodi yako kwamba nataka watu kadhaa waokolewe. Yaani hiyo weka kabisa, iwe sehemu ya mpango mkakati wako. Hata kwa mwaka sema watu hawa waokolewe kwenye kipindi hiki. Hasa ukiona unaomba peke yako na hisi unaweza kushirikisha na mwingine, shirikisha. Mungu anapenda sana kiomba kwa ajili wengine. Namba 7, mtumaini Bwana na endelea kungoja ahadi zake bila kukata tamaa. 40 Isaya mstari wa 31. Anasema hivi, bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Watapanda juu kwa mbawa kama tai. Watapiga mbio wala hawatachoka. Watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Tunazungumza miguu ya maombi hapa. Mbio za maombi hapa. Biblia inasema wamngojao Bwana. Kwa hiyo tunagundua kwamba katika kuomba kwangu, pamoja na aidha nimeona majibu kwa haraka ama sijaona, lakini nisisahau kumngoja Bwana. Nisisahau kumngoja Bwana. Usisahau hilo neno. Anasema mtumaini Bwana na wamngojao Bwana, ahadi ndio kama hiyo unayoisoma. Watapata nguvu mpya. Kwa hiyo kumbe nimeendelea kumngoja Bwana. Automatically kuna siku kutoka katika udhaifu ulio nao nguvu itaibuka humo ndani. Hakuna mtu ataweza kuzuia. Kwa kuwa tu Bwana aliuona moyo wako na uliendelea kumngoja. Namba 8 na ya mwisho. Mwabudu Mungu. Toa muda mwingi sana kumwabudu Mungu. Kumbuka sisi ni wapitaji tu katika dunia. Kumbuka umilele wetu ni mbinguni kwa Bwana. Na ibada ya kumwabudu Mungu ndio ibada ya milele. Yesu Kristo asifiwe sana. Umefika mahali umeomba huoni majibu. Unasikia kama kuzimia, kama kukata tamaa. Siku hizi mbona miziki ipo mizuri, redio yako ile nyumbani, badala ya kuangalia na kusikiliza vitu vingine, tafuta nyimbo nzuri hata za kuabudu. Imimine roho yako kwa Bwana, mwabudu Mungu. Yaani hapa tunazungumzia ile hali ya maabudu. Weka nyimbo fulani zinazoflow ambazo zinaweza kukuhamisha kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Wakati mwingine kwa hali hiyo tu unaweza kashangaa nguvu inaibuka ndani. Yesu Kristo asifiwe sana. Kwa hiyo zingatia roho yako ikae kwenye kumwabudu Mungu wakati wote. Unatembea njiani, mwabudu Mungu. Umekaa, mwabudu Mungu. Kuna jambo unalifanya, mwabudu Mungu. Hakikisha unatoa muda mwingi sana kumwabudu Mungu. Duniani tuko hapa kwa mission maalum, lakini ndani ya mission ukubwa wake ni kumwabudu Mungu, kumfanyia Mungu ibada. Yesu Kristo asifiwe sana. Kumwabudu Mungu. Hakikisha roho yako isipungue katika maabudu. Jifungie huko katika chumba chako cha ndani. Huko barabarani tunakuona, lakini kiukweli moyoni uko mbele za Bwana. Moyoni unaabudu. Moyoni uko na Bwana. Mungu akikuona anajua uko pamoja naye. Hiyo ni kuabudu. Yesu Kristo asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Hilo ndio neno la Bwana. Tumepata majibu ya swali, hilo swali kubwa lililoko hapo juu. Ufanye nini? Haleluya. Asante sana.